Ndugu zangu waislamu, kwa kuwakumbusha tu tulizungumzia tanbihul aba bidhikri 10 ta'limatin fi tarbiyati al-abna. Ulikuwa ni ukumbusho na nasaha kwa wazazi kwa kuyataja mafundisho 10 katika malezi ya watoto. Walillahi alhamd. Tulianza mada hii kwa kutoa utangulizi wa kuonyesha nafasi na manzila waliokuwa nayo watoto wetu kwetu sisi kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'an na ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia tukaanza kutaja funzo la kwanza katika mafunzo muhimu sana ya dini yetu katika utaratibu mzima wa kulea watoto, na tukasema kwamba jambo la kwanza la kuzingatia katika malezi ya watoto wetu ni salahul abawain. Leo tuna jingine, funzo la pili muhimu sana kwa wazazi katika mambo ambayo yatatusaidia sisi katika ulezi wa watoto wetu. Al-amru thani, jambo la pili, barakallahu fikum, ni al-isti'anatu billahi azza wa jalla wal-i'timadu alayhi subhanahu wa ta'ala wa su'aluhu ad-dhurriyyata as-salihah. Allah subhanahu wa ta'ala ananukuu katika dua za Nabiullah Zakaria alayhi salam kwenye Qur'ani, alisema rabbi habli min ladunk, ya Allah nakuomba unipe mimi kutokea kwako dhurriyatan tayyibah, kizazi kizuri chema, innaka sami'ud du'a, hakika wewe ni msikivu wa dua. Nabiullah Zakaria alayhi salam aliomba dua hii, bali zinataja da'awati nyingi za mtume huyu alayhi salam akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Katika dua alizoomba Zakaria alayhi salam ndani ya Qur'an, alimuomba Allah ampe mtoto mwema atakayeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amru thani, funzo la tatu katika mafunzo muhimu sana katika malezi ya watoto wetu, wanasema ahlul ilm, ni al-akhdhu bil asbab as-sahihati wash-shar'iyyati fi salahi al-abna. Ni watu kuzichukua sababu sahihi za kisheria katika kuwalea watoto. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله،
وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حاكيا عن عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. الآيات. Ndugu Waislamu, kwa mara nyingine tena katika Ijumaa hii tunakutana mimi na nyinyi kwa muendelezo wa kupeana nasaha na mauidha katika dini yetu. Na mtakumbuka ndugu zangu, katika Ijumaa yetu iliyopita kuna mada ambayo tulianza hapa na tukaahidi kwamba tutaiendeleza mada ile mpaka tuyafikie malengo yake, ufike mwisho wake insha Allah taala. Kwa kuwakumbusha tu, tulizungumzia tanbihul aba bidhikri 10 ta'limatin fi tarbiyati al-abna. Ulikuwa ni ukumbusho na nasaha kwa wazazi kwa kuyataja mafundisho 10 katika malezi ya watoto. Walillahi alhamd, tulianza mada hii kwa kutoa utangulizi wa kuonyesha nafasi na manzila waliokuwa nayo watoto wetu kwetu sisi kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'an na ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia tukaanza kutaja funzo la kwanza katika mafunzo muhimu sana ya dini yetu katika utaratibu mzima wa kulea watoto, na tukasema kwamba jambo la kwanza la kuzingatia katika malezi ya watoto wetu ni salahul abawain, ni kuchunga wazazi wawili wao wenyewe wao ni watu wema, wajitahidi kujifunga katika mafundisho ya dini kwa kutekeleza maamrisho na kuyaacha makatazo, na huo ndio uwe mfumo wao wa maisha yao. Watu wa namna hii hubarikiwa na wanahifadhiwa kwa watoto wao. Tukaziona adilla katika hili na baadhi ya aqwali za ahli ilmi zikilitilia mkazo jambo hili. Hilo limepita, walillahi alhamd. Leo tuna jingine, funzo la pili muhimu sana kwa wazazi katika mambo ambayo yatatusaidia sisi katika ulezi wa watoto wetu. Al-amru thani, jambo la pili, barakallahu fikum, ni al-isti'anatu billahi azza wa jalla wal-i'timadu alayhi subhanahu wa ta'ala wa su'aluhu adh-dhurriyyata as-salihah. Ayuha an-nas, ni suala zima la kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutegemea kwake yeye Allah jalla jalaluhu na kumuomba dua kwamba akupe kizazi chema.
ndugu zangu waislamu fa'ala al-mar'i al-muslim barakallahu fikum an yukthira ad-du'a li rabbih tabaraka wa ta'ala wa yulihha alayhi bi an yusliha lahu dhurriyyatahu ni wajibu wa kila mtu muislamu akithirishe dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala na asisitize katika maombi yake kwa maana aombe sana asichoke mara kwa mara amlilie Allah subhanahu wa ta'ala khaliqus samawati wal aradhin amtengenezee kizazi chake akifanye kuwa ndio kizazi akifanye kuwa ni kizazi chema chenye kuheshimu dini na kufuata dini fahadha huwa daidanul anbiya tabia hii au jambo hili ndiyo kawaida ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala wa aadatul atqiya na ilikuwa ndiyo desturi na utaratibu wa wacha Mungu waliotangulia walikuwa wakikithirisha dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya familia zao fahadha nabiyullah Ibrahim alayhi salam khalilur rahman huyu nabii wa Allah jalla wa ala nabiyullah Ibrahim alayhi salam kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala anatajwa kwenye Qur'ani kwa wingi wa dua akikiombea kizazi chake Ibrahim alayhi salam aliwahi kuomba akisema rabbi habli minas salihin ya Allah na kuomba Mola wangu nipe mimi katika watoto wema niruzuku katika watoto wema bali Ibrahim alayhi salatu wassalam yastamiru fi da'watihi as-salihat lahu wa lidhurriyyatihi nabiyullah Ibrahim alayhi salam ananukuliwa katika dua zake nzuri nzuri akijiombea yeye na akikiombea kizazi chake Allah subhanahu wa ta'ala anamnukuu nabiyullah Ibrahim kwenye Qur'ani akisema wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia akizungumzia nabiyullah Ibrahim alayhi salam wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalada amina nakumbukeni aliposema nabiyullah Ibrahim ya Allah nakuomba ujalie mji huu Makka kuwa ni mji wenye amani na salama wajanubni wa baniya an na'budu al-asnam hakuishia hapo asema na uniepushe mimi na wanangu na kuabudia masanamu rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas ya Allah hakika hayo masanamu yamewapoteza watu wengi wamekuwa ni mushrikun wakiabudia masanamu faman tabi'ani fa innahu minni atakayenifuata katika familia yangu na kizazi changu basi huyo ni wangu atakayefuata mila hii niliyokuwa nayo huyo ni wangu waman asani na yule atakayeniasi na kunikiuka fa innaka ghafurur rahim basi hakika wewe Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha ni mwingi wa huruma hadha khalilur rahman Ibrahim alayhi salam huyu ni mteule na kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala abul millah watu bora hawa lakini anadiriki kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala akitengeneze kizazi chake akiepushe na ibadatul asnam akifanya katika muwahhidin jambo hili hakulidharau Ibrahim alayhi salam bali alilifanya ni katika mambo muhimu akilikumbuka kwenye dua zake na Qur'ani imenukuu maombi kama haya ya mtume huyu alayhi salam katika maeneo kadha wa kadha huu ni mfano peke yake bal Nabiullah Zakaria alayhi salam
kama vile haitoshi, mtume wa Allah jalla wa ala Zakaria alayhi salam naye hakuwa nyuma kwenye kuleta maombi kwa ajili ya kizazi chake. Allah subhanahu wa ta'ala ananukuu katika dua za Nabiullah Zakaria alayhi salam kwenye Qur'ani, alisema rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunk, ya Allah nakuomba unipe mimi kutokea kwako dhurriyatan tayyibah, kizazi kizuri chema, innaka sami'ud du'a, hakika wewe ni msikivu wa dua. Nabiullah Zakaria alayhi salam aliomba dua hii, bali zinataja da'awati nyingi za mtume huyu alayhi salam akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Katika dua alizoomba Zakaria alayhi salam ndani ya Qur'an, alimuomba Allah ampe mtoto mwema atakayeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, aliposema wa inni khiftu almawaliya min wara'i wa kanat imraati 'aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Nabiullah Zakaria alayhi salam asema akimlilia Mola wake na kulalamika, wa inni khiftu almawaliya min wara'i, ya Allah mimi nimewahofia jamaa zangu baada ya kufa kwangu, watu niliokuwa nao sio waumini, ninahofia wakaiharibu dini baada ya kufa kwangu. Wa kanat imraati aqira, na mke wangu huyu ni tasa hazai. Fahabli min ladunka waliya, na kuomba Allah nipe mimi kutoka kwako mtoto mwema atakuwa ni kipenzi chako. Yarithuni wa yarithu min ali yaqub, mtoto ambaye atanirithi mimi na atawarithi wazee wake, kizazi cha Yaqub alayhi salam. Waj'alhu rabbi radiya, namjalie Allah mtoto huyo kuwa ni mtoto mardhiya, aliyeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wakilitilia umuhimu jambo hili, na Qur'ani imewataja kwa hilo. Bali ndugu zangu, kama mnaisoma vizuri Qur'ani na kuizingatia, lamma dhakara Allah subhanahu wa ta'ala al-'abd as-salih wa huwa al-insan al-mufakkir limustaqbalih, pale Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja kwenye Qur'ani kumtaja mja mwema, naye ni mwanadamu ambaye huifikiria hatima yake na huku anakoelekea. Alipomtaja huyo katika suratul Ahqaf, Allah akasema hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Hatta idha balagha ashudda, mtu anakwenda mtu mwema mpaka akifikia ukomavu wake, akaifikia baligh iliyokomaa. Wa balagha 40 sana, na akaifika miaka 40, ashachukua bitaka na ID ya uzee, anaelekea uzeeni sasa. Wa balagha 40 sana, na akaifikisha miaka 40. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, atasema mtu ya Allah nipe nguvu mimi niwezeshe niweze kuzishukuru neema zako ambazo umezineemesha juu yangu. Wa ala walidayya, na juu ya wazazi wangu. Wa an a'mala salihan tardah, na niwezeshe tena niweze kufanya matendo mema ambayo utayaridhia. Ashahid wa aslih li fi dhurriyyati, na kuomba ya Allah unitengenezee jambo kwa kizazi changu. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin, mimi nimetubia kwako na mimi ni katika waislamu. Bali ya ibadallah, dhakara Allah subhanahu wa ta'ala akhlas ad-du'a. Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja kwenye Qur'ani dua ya ndani kabisa, na dua iliyokusanya kheri kwa kizazi chako. Dua hiyo imeombwa na waja wa Allah wema, ibadur rahman.
walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Ibadur Rahman, waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala ni wale ambao wanasema, Mola wetu tupe sisi kwa wake zetu na watoto wetu qurrata a'yun, kiburudisho cha jicho. Tupe watoto watakaotufurahisha na kututia nguvu katika dini, watakaotuondolea huzuni na majuto. Waj'alna lilmuttaqina imama, na utujalie sisi katika safu ya wacha Mungu ni viongozi wa mbele kabisa. Hizi ni baadhi ya adila chache nimezinukuu kwenu zikionyesha utaratibu mzima wa Waislamu kwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kutengeneza kizazi chao. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika tunao wajibu wa kuwaiga watu hawa, na haya ni mafunzo ya dini yetu. Tumeghafilika sana kwenye dua kwa watoto wetu. Inawezekana tukawashughulikia watoto kwa kuwapa adhabu mbalimbali, tukawachapa bakora au tukawashushia vipigo vikali kwa makosa kadha wa kadha walioyafanya. Lakini ndugu yangu, hilo halitoshi. Muelekee Allah subhanahu wa ta'ala, umlilie amtengeneze mwanao awe ni mwema. Pana watu wamechapa sana, watu wamepiga, wakapasua, wakavunja, lakini mtoto nunda haelewi. Kila anapozidi adhabu kali ndio wanapozidi ukorofi na ujeuri. Sasa hiyo si dawa tena. Iko sehemu muhimu umeisahau katika kumlea mwanao. Muelekee Allah subhanahu wa ta'ala, umuombe, na tena utumie nyakati zako za faragha, saatul ijaba, zile time za dua kuitikiwa. Zitumie fursa hizo kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awatengeneze watoto wako. Unaomba mambo mengi, unaomba mali, unaomba nyumba, unaomba mambo mazuri ya kidunia. Omba salaha kwa watoto wako. Unafanya istikhara ukiomba Allah kutafutie mke wa pili mzuri. Unafanya istikhara, maana haya ndio tunayaweza na tunayapenda. Dua kwa ajili ya mke mzuri wa pili, wa tatu. Utaamka usiku utaomba, na pengine ukakariri hilo jambo mara kadhaa. Nafanya istikhara bwana, Allah anichagulie kheri kwenye jiko. Wafanya hivyo kwa wanao, unawakumbuka kuwaombea, wasimama ukamlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa uyafanya hayo, fanya hivi kama unavyoyafanya hayo mengine, kwa sababu hiyo ndio dabu salihin, ndio njia ya watu wema waliotangulia. Barakallahu fikum. Ndugu zangu, niishie hapo. Hili ni jambo la pili muhimu. Al-amru thalith, funzo la tatu katika mafunzo muhimu sana katika malezi ya watoto wetu, wanasema ahlul ilm, ni al-akhdhu bil asbab as-sahihati wash-shar'iyyati fi salahi al-abna. Ni watu kuzichukua sababu sahihi za kisheria katika kuwalea watoto. Inawezekana kabisa malezi mabaya ulionayo, ukorofi na ujeuri, ususuavu, ubaradhuli na ufedhuli ulioko watoto wako ni natija ya kukosea njia sahihi za malezi. Miongoni mwa mafunzo tuliopewa sisi Waislamu ni kuzichukua sababu sahihi za kisheria katika kuwalea watoto wetu. Ukikosea sababu hizo, ukenda kombo, ukazikosa au ukawa nazo kwa udhaifu, ukazembea, matokeo yake utapata watoto walio waovu. Familia itakushinda, hutowaweza, kwa sababu umekiuka utaratibu. Miongoni mwa sababu sahihi za kisheria za kulea watoto wetu ni hizi ambazo tutazitaja. Ya kwanza, husnul ikhtiyar likulli min az-zawjayn, kupatia uzuri wa kuchagua mke na mume, uzuri wa kuchagua mwenza wa kuwa naye katika maisha yako. Ikiwa ni mke, basi apate mume aliyekuwa mwema
wale mawalii wa mwanamke wachunge na wachague na wachuje wale watu ambao wanakuja katika nyumba zao na kugonga hodi wakitaka kuoa ni watu wamekidhi vigezo vya kidini, wanakubalika kwa mujibu wa da'wa hii. Lizingatie hilo sana. Lakini pia wewe kijana unayekwenda kuoa lazima uzingatie nyumba unayooa. Mwanamke unayetaka kumuoa au kumchumbia anafaa kwa mujibu wa sheria, ana vigezo vya kidini. Jambo hili ni jambo la muhimu sana, kwa sababu sheria inamtaka mwanaume amchague mwanamke mwenye dini wakati anaoa, dini na akhlaq. Vivyo hivyo sheria ya Kiislamu inamtaka mwanamke aolewe na mwanaume mwenye dini, na hili ni jukumu la mawalii wake, wale wazazi wake na jamaa zake wanaompelekea mume, wamchagulie mume mwenye dini na akhlaq. Huu ndio utaratibu wa sheria. Al-Imam Ibn Majah wal-Hakim wal-Baihaqi wameitaja riwaya hii hasanaha al-allamatu al-Albani rahimahullah ta'ala bimajmu'i turuqi. Ameifanyia tahsin Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala kwa mkusanyiko wa njia zake, sio kwa njia moja moja, kwa mjumuishi wa njia zake. Ni hadithun hasan lighairihi. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi hii, takhayyaru linutafikum, chagueni kibora kwa ajili ya kuziweka mbegu zenu. Takhayyaru linutafikum, chagueni bora, kilicho bora kwa ajili ya kuweka mbegu zenu. Fankihul akfaa, waoeni walio mfano wenu, ay al-amthala lakum, walio mfano na nyinyi. Wa ankihu ilaihim, naozesheni kwa wao. Fankihul akfaa, waoeni walio mfano na nyinyi. Wa ankihu ilaihim, naozesheni kwa wao. Ahlul ilmi wana maelezo mengi hapa, lakini katika ambayo wanayatoa ni kwamba Muislamu anapotaka kuoa atazame mwanamke anayemuoa awe ni dhatu din wa salah, awe ni mwanamke mwenye dini na wema, dhatu nasab sharif, mwenye nasaba safi isiyokuwa na mazonge, na akusudie kwamba hatoyamwaga maji yake ila kwenye kizazi kilichokuwa safi. Alkafaa katika nikah ni jambo matlub, kuangalia uwiano kule unakokwenda kuoa kunafanana na wewe, ni jambo la msingi sana, na wengi wamekosea hapa. Na haya ameyaeleza pia Mtume alayhi salatu wasalam katika mafundisho mengi. Hadithu Abi Huraira muttafaqun alayhi, tunkahu almar'atu li arba', mnaijua katika yaliyotajwa ni dini ya mwanamke. Wa hadithu Abi Umama al-Bahili, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Mtume alayhi salam amenas jambo la dini na tabia. Kwa hivyo ni jambo linazingatiwa katika maeneo yote hayo, kwa mke na kwa mume. Sasa katika sababu za kutengeneza kizazi chako na kufanya malezi ya watoto wako yawe bora na ufanikiwe kupata natija iliyo nzuri, sababu ya kwanza ya kuichunga ni hii: chagua sehemu ya kuoa. Na wewe wali, tazama pa kuozesha. Sababu za kidunia za kimaslahi zisikuvute wewe ukaingia katika maangamivu. Hapa wamekosea watu wengi sana katika Waislamu. Mwanamke haolewi kwenye ngoma na kwenye mikusanyiko ya batil. Mwanaume bora hachaguliwi maulidini na kwenye mikusanyiko ya bid'a. Mwanaume bora anatazamwa makuzi yake na akhlaki zake na dini yake, kwa kupata maelezo ya watu waaminifu. Wanamjua vipi huyu kijana makuzi yake ikiwa wewe humjui? Na ukiwa unamjua, basi wewe ni shahidi mkubwa zaidi kwa mtu huyo. Kadhalika mwanamke huchaguliwa kwa vigezo vya dini
kwa kuomba ushauri kwa wanawake wenye dini wakupe wasifu wa mwanamke huyo na akhlaki zake, kwa sababu wewe unataka kutengeneza familia iliyokuwa njema. Hili ni jambo la kwanza katika sababu za kisheria za kutengenea familia zetu. Lakini jambo jingine ambalo linatajwa na ahlul ilm miongoni mwa asbabu as-sahiha ash-shar'iyya fi salah al-abna ni adh-dhikru al-waridu 'inda al-jimaa'. Sasa hapa ni mtu ashaoa tayari, una mkeo, umeshapitia njia sahihi, ukumbuke zile nyiradi zilizoletwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna wakati wa jimaa, wakati wa tendo la ndoa. Tumefunzwa nyiradi mbalimbali. Fa fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, ukisoma katika Sahih al-Bukhari hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال لو mmoja wenu pale anapotaka kumwendea mke wake kumuingilia, basi yaseme bismillah Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana. Ya Allah, tunakuomba utuepushe na shaytani, na ukiepusha na shaytani hichi kiumbe ambacho tukiruzuku hapa. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalik, anasema Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi hii, kwani hakika mambo yalivyo, lau pakikadiriwa mtoto katika tendo hili, lam yadhurruhu shaytanun abada, hatomdhuru mtoto huyo shaytan kabisa. Haya ni mambo ya kuyakumbuka, ni sehemu ngumu yenye muhemko, na watu huwa hawalikumbuki hili, hukumbuka mengine. Lakini wale ambao wataafikiwa pamoja na ugumu wa eneo hili wakakumbuka jambo hili, ni jambo kubwa, ni katika mafundisho yaliyoletwa na Uislamu, inakusaidia kutengeneza familia yako. Sasa likusudie hili, kwa sababu huo ndio Uislamu. Sisi Waislamu si tu tunakusudia kuondoa matamanio kwa ahali zetu, la, bali tunatafuta kizazi chema kwao. Kwa hivyo haya si ya kughafilika nayo ukakumbuka shahwa tu, uyakumbuke na haya ujitahidi kuyafanya walau baadhi ya wakati, na si jambo la kughafilika nalo. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sababu nyingine inayotajwa na ahlul ilm katika sababu za kisheria sahihi za kutengenea watoto, al-aqiqatu ala al-mauludi, barakallahu fikum, ni suala zima la kuchinja kichinjo kwa ajili ya mwanao unaporuzukiwa mtoto. Sheria ya Kiislamu imeweka ibada ya aqiqa, wa hiya ma yudhbahu anil mauludi walau mata ba'da wiladatihi, ni kile kichinjo ambacho huchinjiwa mtoto aliyezaliwa hata kama atakufa baada ya kuzaliwa. Wajibu wa aqiqa uko pale pale, na kichinjo hichi huchinjwa siku ya 7, na hii ndiyo iliyo bora, siku ya 7 ya kuzaliwa mtoto huyo. Lidhakari shatan, huchinjiwa mwana wa kiume mbuzi wawili, waliljariyati shat, na akizaliwa binti mtoto wa kike ni mbuzi mmoja, mbuzi au kondoo, wote katika hukumu moja. Jambo hili ni katika sababu za kisheria za kutengeneza kizazi kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawa al-Imam Ibn Majah al-Qazwini rahimahullahu ta'ala wa Abu Dawud min hadith Samurah ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu, yaqulu Samurah qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudhbahu anhu yawm as-sabi' wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi hii, kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi, kila kijana, kila mtoto anayezaliwa amewekwa rehani kwenye kichinjo chake cha aqiqa, amefungwa
mtoto huyo na aqiqa, bimaana la yantafi'u bihi ahlu, hawawezi kunufaika watu wake na mtoto huyo illa kwa kuchinja mnyama wa aqiqa. Wayaqulu ba'dhu ahli alilm, na wanasema baadhi ya wanawachuoni wetu, hadha khasun bishafa'a, jambo hili ni maalum kwa shafa'a yaum alqiyama, kama nukila an al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala, imam ahli sunnah wal jamaa, kama ilivyonukuliwa hayo kwa al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kwamba mtoto aliyezaliwa amewekwa rehani kwenye kichinjo cha aqiqa, kwa maana hatofanya uombezi kwa mzee wake siku ya kiyama kwa sababu hakufanyiwa aqiqa. Kwa hivyo kichinjo cha aqiqa ndiyo kitamfungua mwanao kupata fursa ya kufanyia uombezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Al-aulad, watoto watakuwa na shafaat kuwaombea wazee wao, shafaa zao zimefungwa, rehani yake ni aqiqa. Ukapata kijana wa kiume ukamchinjia mbuzi wake wawili siku ya 7, ukampata binti ukamchinjia mbuzi wake mmoja, sehemu ya mnyama huyo ukala na sehemu ukatoa sadaka kwa wenye kuhitajia. Anasema Mtume alayhi salam, tudbahu anhu yawm as-sabi', anachinjwa mnyama huyo siku ya 7, wa yuhlaqu ra'suhu, na zitanyolewa nywele za mtoto huyo, wa yusamma, na atapewa jina siku ile yapendeza, na ukimpa kabla ya hapo ni jaiz. Haya ni mambo ya msingi. Hili ni jambo la 3 katika mambo ya kisheria katika kulea watoto. Allah ya ibadallah, tuyafanya haya kwa watoto wetu ambao wanazembea, walifanya hivi. Hizi ni asbabu za kisheria za kutengeneza dhurriya. Muda wa kuwa umepata mwana na uwezo upo, hata kama huna keshi pale ulipo, lakini una uwezo wa kukopa na ukarejesha, tumia fursa hiyo, kakope, ulifanya jambo hili alafu utarejesha. Fursa hii isikupite, usilidharau jambo hili. Kwa masikitiko makubwa, kabla ya kulaumu ususuwavu wa watoto wetu na ukorofi waliokuwa nao, watoto hawana maadili. Sisi wazazi tujigeukie wenyewe, tumeyatekeleza haya kwa kiasi gani katika udogo wao? Haya na mengine mengi yatakayokuja, tumeyatekeleza kwa kiasi gani? Leo waislamu wangapi wanapata watoto wa kike na wa kiume hawana habari na aqiqa? Na hili ni jambo la sunna, ahadithuha thabita, ahadithi zake zimethibiti. Badala yake watu wafanya mambo mengine ya kibid'a. Leo pana maulidi ya 40 katika miji hii. Siku ya 40 mtoto atolewa nje, wataitwa walimu hapo, walete visomo vya Qur'ani, waimbe kasaid, dufu zipigwe, pasome mlango wa qiyam, watasimama qiyam, alafu ndio mtoto atolewa ndani. Sasa haya mleteni sasa kwa mashekhe huko, akiwa amepambwa wakati wa wanja na nini, akazungushwa pale na vyotezo na marashi. Watu wakamaliza pale, wakala, wakanywa, wakati ya pesa zao mfukoni, safari. Wajinga ndio wali wao. Wangapi wanafanywa haya? Ni wachache wenye kufanya aqiqa. Tena la ajabu, baadhi ya mashekhe wakubwa wa bid'a wao hufanya aqiqa kwa watoto wao, wakatafuta mbuzi wakachinja, lakini wanawagamiza wenzao mazuzu na maulidi tu, hawafanyii mafundisho sahihi. Sasa tayari da'wa imekuja, maneno yazungumzwa, waislamu mnayasikia. Badilika, fanya haya yaliyofunzwa na Mtume alayhi salatu wasalam, utatengeneza kizazi chako. Ayuha nas ibadallah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Al-amru rabi', jambo la mwisho ambalo mtalifunga kwa leo katika mafunzo muhimu ya kuwalea watoto wetu ili wawe ni watoto wazuri wema,
wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumdhalilikia ni al-ihsasu bi'idhami al-mas'uliyati alayhi, ni kule mzazi kuhisi, barakallahu fik, kuhisi ukubwa wa majukumu yaliyo kwake. Nisikilize kwa makini hapa ndugu yangu Muislamu, yatakiwa mzazi ahisi ndani ya moyo wake na kwenye dhamira yake kwamba anayo masuhulia, analo jukumu kubwa kwa watoto wake. Ukitembea watakiwa uyafikirie hayo, ukikaa uyafikirie hayo, ukilala uyafikirie hayo, kama unavyofikiria mengine ya kidunia, kwamba una dhima kazini, una dhima kwenye biashara yako, una majukumu kwa bosi wako. Basi zaidi ya hayo ujue una dhima kwenye familia yako imekuganda, na wewe ndio mas'uli. Kwa hivyo ni al-ihsasu bi'idhami al-mas'uliyati alayhi, ni kuhisi ukubwa wa masuhulia uliyokuwa nayo kwa watoto. Na al-ihsasu bil-mas'uliyya tijaha al-awlad lahu ma'alim. Wanasema ahlul ilm, kuhisi majukumu kwa watoto wako, jambo hili lina alama zake. Kuna mambo ukiyafanya na kuyapatiliza, waambiwa kwamba wewe unahisi majukumu, unayabeba majukumu, unaujua wajibu wako. Miongoni mwa haya yanatajwa at-tawfiru lahum ma yahtajunahu hasba al-mustata'. Jitahidi kuwatekelezea mahitaji yao ambayo watoto wako wanayataka kwa kadri utakavyoweza. Fala tusallimuhum ila an-nas, katu usiwaache wanao kwa watu, usiterekeze dunia ikulelee kama wanavyodhani watu wengi. La, tekeleza wajibu wako kwao, timiza haja zao vizuri kabisa, na usiwaachie watu hao watawapeleka wanao sehemu mbaya. Hapa ndugu zangu, pana haja ya kuambiana maneno ya sawa sawa, lakini kabla ya kuyasema hayo ni wanukulie hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، والإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في السنن، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. أنا سيما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما سيما متوم صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. imetosha kwa mtu kuwa ni mwenye madhambi kule kuwaterekeza wale anaowasimamia, wale anaowalea. Imetosha kwamba ni jitu lenye dhambi kitendo cha mtu huyo kuwaterekeza na kuwaacha wale anaowalea. Wa fi riwayati inda Imam Muslim, na kwenye riwaya nyingine kwa Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, an yahbisa amman yamliku qutah, ni katika madhambi mtu kuwazuilia wale ambao yeye anamiliki chakula chao, hawapi wala hawahudumii wakati wanamtegemea yeye. Jambo hili ni dhambi. Ndugu zangu, lazima tuhisi majukumu yetu kwa watoto wetu, tujitolee kutimiza haki zao bila ubakhili, bila uchoyo, lakini bila israfu. Twende mwendo wa kati na kati kama ulivyo utaratibu wa sheria. Uhakikishe wanao wamekula, wanapata milo sahihi kwa kiwango sahihi kwa mujibu wa umri wao, kwa kadiri ulivyoruzukiwa, usifanyie ubakhili. Wanavaa nguo za kuwasitiri uchi wao, nguo za kisheria ambazo hazina munkarati ndani yake na uharamu. Hakikisha wanalala sehemu sahihi, wanapata elimu sahihi, wanapata matibabu. Toa huduma kwa watoto wako, lakini zaidi ya hapo fuatilia nyenendo zao. Pana watu wana ususuavu mkubwa sana kwenye familia zao. Watoto wanakuwa machokoraa kwa sababu ya utaratibu wa maisha wa mzee wake. Pana watu wanajua kujisunda vitu vinono, wanakula vizuri kwenye mahoteli, supu, chapati, maziwa, maalkasusi hayo, tangawizi,
wanajipenda mafruits, lakini hayo nyumbani kwake ni hadithi. Watoto wake hawayajui hayo, na lau wakiona juisi macho yamewatoka watoto, ule uroho hawajui vitu vile. Lakini baba ni jitu la maskani, ndio mambo yake hayo. Ukimtazama nguo zake masha Allah, ana vibamba vijikanzu safi, Al-Haramain, wakina Dafa, wakina nani, kanzu za gharama. Watu wake watembea na viraka tu, hata kanzu ya madrasa hana, hata kofia hana, hapatilizi mambo hayo. Ana ubinafsi, ni yeye ndo anajiangalia, yeye ndiye mwenye kung'aa na mwenye kheri, sio familia. Hili jitu ovu kabisa. Na wako watu hawa na wameozeshwa, familia yao inaishi katika dhiki, lakini uwezo waliokuwa nao sio wa kufikisha familia. Ni mtu asiyejali, yani kama vile ajali kumuozesha mtu kama huyu, wajuta. Binti yako anapokuja kuelezea ile staili ya maisha ya mumewe, unajuta. Jitu bahili na roho mbaya. La, timiza majukumu yako kwa watoto wako. Na kuna wengine wamewaterekeza watoto, wamewaacha ulimwengu wale. Yuko bize yeye na mke wake, wana kazi za maana, ni waajiriwa, wafanya biashara, hawana time ya kulea watoto. Dada wa kazi ndio mwenye kushughulika na watoto, hana dini, hana akhlaq. Kuna watu wamewasalimisha watoto wao kwa wasichana wa kazi, wengine hawaonani nao isipokuwa mara moja kwa wiki, tena baadhi ya masaa, yeye na mke wake. Huyu mtoto atapata malezi gani kwa msichana asiye na uchungu naye, usiyemjua malezi yake? Umeletewa mtu kutoka kijijini kwao huko kwa ajili ya kazi, mwenyewe kafuata mshahara pale, atakuwa na uchungu gani wa kumlea mwanao malezi ya sawa, wakati amekuja kusakatonge pale? Na wengine kwa sababu ya uzembe na kutupa majukumu, wakawatupa watoto wao kwa wazee wao waliokuwa watu wazima, wenyewe hawawezi kujiangalia, wanatakiwa walelewe. Ampelekea mtoto baba yake kwa bibi, kwa babu. Huyo bibi ukimuona huyo babu aliyewachia wajukuu, mwenyewe hajiwezi, hawezi hata kuoga asipopelekewa maji chooni, hawezi. Aachiwe vijukuu vijeuri viwili au vitatu, bibi hana cha kufanya. Nyinyi njoni huku, msiende kule, hawezi. Watoto wanazurura, wanaharibika malezi ya bibi haya. Na hata kama akiwa na nguvu, anahitaji usimamizi, washakuwa watu wazima, mwenyewe anaona ni dezo hiyo, kapata mteremko, yeye anastarehe. Watoto wako bibi kijijini huko, mpelekea mama, bwana sitaki kupasuliwa kichwa, wako na bibi yao, wacha wamvuruge huko. Pana watu, huo ndio utaratibu wa maisha yao. Hii si sawa. Kwa hivyo ni lazima tuhisi uzito wa majukumu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam عند البخاري في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. Mkono wa juu ule wenye kutoa ni bora kuliko mkono wa chini wenye kupokea. Anza kutoa kwa wale ambao unawasimamia. Wabda biman ta'ul, anza kutoa kwa wale ambao unawasimamia katika familia yako. Al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi anasema an-nafaqatu 'ala al-ahli wajibatun bil ijma' fi al-Fath. Al-Hafidh anasema nafaqa, kutoa kwa ajili ya familia, ni jambo la wajibu kwa makubaliano ya wanawachuoni wote, sio khiari, sio ihsani kwamba wasaidia. Mimi nawasaidia, wamsaidia nani? Wewe ni wajibu wako, unapata dhambi ukikiuka hilo. Ndugu zangu, hili ni jambo la kwanza katika ile nukta ya kuhisi majukumu yako kwa watoto wako, ni kuwapa haki zao za msingi kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu, kitu ambacho wengi tumekipoteza. Baada ya hapo pana jambo la pili, jambo la tatu na jambo la nne katika nukta ya kuhisi majukumu, na ni mambo kwa hakika wallahi yanatugusa na yametuzunguka. Yakimalizika hayo ndio yaingia nukta ya tano. Sasa kwa leo tuyachukue haya, yatatosha haya.
tukayatafakari sisi na familia zetu. Ukae na mke wako umsimulie haya, mjitathmini, muanze mpango mpya wa kuwalea watoto ikiwa pana nukta umezizembea. Ujumbe huu unawahusu kina baba na unawahusu kina mama na wote ambao wamebeba dhamana ya kulea, bali ujumbe huu unawahusu hata wanafunzi wetu ambao wamepewa majukumu ya kulea watoto wa watu. Maadamu ulikubali kupewa usimamizi wa mtoto wa mtu, uko naye hapa markazi au nyumbani kwako, haya yanakuhusu. Hiyo ni amana. Ingelikuwa huna time au na mambo yako mengi, usikubali dhima hiyo. Muda wako umekubali mwenyewe bila kulazimishwa, simamia dhima hiyo vizuri. Haki za watoto wa watu zifike. Insha Allah taala nitaishia hapa na tutaendelea tena katika hutuba ijayo katika nukta